Hamujambo mtazamaji wa television Muteba TV. Karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa taarifa zetu za habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya, nikikukaribisha kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Vituo vyetu vya Muteba TV vinapatikana Kinshasa, Lubumbashi, Burundi na hata mjini Uvira. Mimi nikukaribisha kuweza kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kupitia televisheni yetu Muteba TV. Ikiwa ni warako ya kwanza kabisa, usipite bila kujiabone kwenye channel yetu, bila kushare kwa wengine, ili tunapotoa taarifa zetu za habari na wewe pia uwe mojawapo wa kwanza ambao watakwenda kunufaika na taarifa zetu za habari. Habari ambazo tutakazozigusia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka maeneo ya vita mjini Uvira na nafasi zingine. Tukukaribishe kuweza kuandamana nasi mwanzo kabisa hadi mwisho. Bila kuponda muda, habari ambazo tutakazozizungumzia kwa siku ya leo ni pamoja, mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Ombeni ameuawa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha usiku wa tariki 26 Oktoba mwaka 2025 katika mtaa wa Panzi huko mjini Bukavu. Na pia tutakujuza kuwa huko Fizi mapigano ya dumu kati ya makundi ya wazalendo wenye kumiliki silaha kati ya wakundi ya Biloze Bishambuke na wapiganaji wa Generale Yakotumba. Utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu purukushani hizo. Na pia shughuli za chama cha PPRD huko Kinshasa zashimamishwa rasmi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na utawala wa Kongo. Na huko Baraka, naibu meya wa jiji la Baraka ambaye kwa sasa baini kuwa ameanzisha rasmi kuhusu ujenzi wa barabara maeneo hiyo ya Baraka, na huku kazi za ujenzi hizo ambazo ziliweza kuzinduliwa hiyo tariki 28 mwezi Oktoba mwaka 2025. Na pia tutasoma kibarua ambacho kilichotangazwa tariki 28 Septemba mwaka 2025 kutoka Alliance Fleuve Congo AFC M23 kwa Kiswahili, ambapo waliweza kukanusha kabisa kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiheshimu kanuni pia makubaliano iliyosainiwa huko Doha ya kuingia kwenye mtindo wa seselefe. Haya na mingine kabisa, mtazamaji wangu, ni kukaribishe kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Bila kuponda muda, tuanze moja kwa moja na habari ambazo zinasemekana kuwa huko mapigano ya nadumu kati ya makundi ya wazalendo ambao wameanza kabisa kutandikana risasi. Ilikuwa ni tariki 24 Oktoba mwaka 2025. Milio ya risasi, zana nzito nzito zilikwenda kusikika kwenye vijiji vya Misisi na Lulimba vinavyo kati ya sekta ya Lulenge. Ilikuwa tu ni mwishoni mwa wiki hii iliyopita, ambapo wanajeshi wa CNPSC na muungano kutoka kundi ya William Yakotumba na wale wa vikosi vya FBB vinavyoongozwa na Generali Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Kwa habari ambazo tunazo, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mzozo ulianza baada tu ya wanajeshi wa CNPSC kuanza operesheni ya kuondoa vizuizi vya barabarani vya kulipisha vilivyowekwa kinyume cha sheria na FBB. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu 4 ambao wameweza kufariki, na huku serikali ikiingilia kati swala hilo ili kuweza kulikomesha na kuweza kutokomeza uhasama huo. Ukiangalia hili swala baada tu ya vizuizi ambavyo vimewekwa huko tarafani Fizi, ilikuwa ni wajibu ya kuangalia, kwa sababu kila leo raia wanalalama kuwa kunakuwa na ukosefu wa nidhamu na wanatozwa pesa kiolela. Unakuta watu wanalipa pesa kiolela kutoka Uvira hadi Misisi, unakuta baridi ziko kibao sana, lakini wazalendo wenyewe kwa wenyewe hawakukubaliana ili kuweza kuondosha hivyo vizuizi, na moja kwa moja ngirika zilianza. Umesikia kuwa tayari watu 4 walikwenda kupoteza maisha, jambo ambalo kabisa ni la kulaani
Kutokana na hali hii, mashirika za kiraia zalaani hii hali. Pia mkuu kiongozi wa teritoria ya Fizi Bwana Sami Kalonji naye pia alikwenda kulaumu swala hili na kuomba wazalendo kuishi kwa pamoja, kushirikiana, kwa sababu adui iko mlangoni. Sio muda wao kwa wao kuanza kupigana wakati adui yuko mlangoni. Azungumza hivyo Bwana Sami Kalonji akiwa ni administrateur wa teritoria ya pale Fizi. Katika taarifa zetu za habari ambazo tulizokuzungumzia katika miezi iliyopita, tuliokujuza kuwa barabara ambayo inayotoka Uvira mpaka Sange, Kamanyola, Luvungi na sehemu zingine yaonekana kuwa na vizuizi vingi. Kwa hiyo tayari wazalendo wamejipanga kwa mstari wa mbele na kuweza kufanya mazungumzo kwa pamoja na kuanza kuondoa vizuizi hivyo ambavyo vilionekana kuwa vinaendelea kuathiri maisha ya raia. Tulikujuza kuwa kila mpita njia alikuwa kilipa pesa 1000 sarafu za Kongo, na hii imepelekea raia kuweza kulalama mbele ya viongozi, na kwa sasa viongozi wa wazalendo wameungana pamoja mashirika za kiraia ili kuanza kuondosha vizuizi ambavyo vimebaki katika hali ya kutafuta pesa, sio kwa kulinda raia. Makubaliano hayo yamekuja baada tu ya mapambano ambayo iliyoripotiwa huko tarafani Fizi na kusababisha watu kuweza kufariki na wengine kuweza kujeruhiwa huko tarafani Fizi, baada tu ya mgogoro ambao uliotokea kati ya wazalendo hao kutoka kundi la Kutumba na wazalendo wa Ngoma Nzito. Tayari waliweza kufanya kikao cha pamoja ambacho kilikuwa cha kutengeneza na kuishi kwa amani ili kurejesha upendo ambao uko kati ya wazalendo wenyewe kwa wenyewe ambao wanaendelea kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa Uvira sasa kikao cha pamoja cha kutaka suluhisho ili kutatua mizozo ya mipaka ambayo inayojiri hapa mjini Uvira, hususan huko maeneo ya Rugenge ambapo tayari zaidi ya watu 4 wamekufa kutokana na vitendo hivyo vya mizozo. Waziri wa mambo ya ndani alikwenda kutembelea maeneo hayo na kuonana na raia. Pia mkuu wa kata ya Rugenge ambaye alipata nafasi ya kuonesha namna gani watu wanaendelea kuuliwa kutokana na swala la mipaka. Waziri huyo ambaye alipatia raia nafasi ili waweze kupata nafasi ya kuweza kujieleza na kueleza kile ambacho kinachowakabilia na kutaja watu ambao wamefariki na wengine katika tishio. Waziri huyo aliahidi kwa serikali ili kwamba ifanye kazi zake na kutekeleza ili kuangalia namna gani ya kuweza kutatua mizozo ambayo inaendelea kukumba jamii. Shughuli za chama cha PPRD mjini Kinshasa zasimamishwa rasmi kutoka mitindo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo ambalo tumelipata, shughuli za chama cha PPRD, chama cha kisiasa kinachoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, zimesimamishwa rasmi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Taarifa kutoka mahakama kuu ya Kinshasa huko maeneo ya Gombe iliyotumwa Jumatatu ya tarehe 27 Oktoba kwa katibu mkuu wa chama hicho imethibitisha uamuzi huo na kusema kuwa kwa mujibu wa waraka huo, kusimamishwa kwa chama kunatokana tu na amri iliyotiwa saini tarehe 18 Oktoba naibu waziri mkuu wa wizara ya mambo ya ndani anayehusika na masuala ya usalama, ambaye anaituhumu PPRD kushirikiana na waasi wa AFC M23 wanaofanya shughuli za kushambulia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo msimamo huo kamili wa PPRD unasimamishwa moja kwa moja baada tu ya Ferdinand Kambere, katibu mkuu msaidizi wa PPRD, amepinga vikali maamuzi hayo ambayo yanakwenda kinyume na sheria. Baada tu ya Joseph Kabila kutoka madaraka, amemkabidhi mwenzie Felix Tshisekedi na moja kwa moja alijiunga na waasi wa M23. Mmeshuhudia kuwa alikuwa hapo Goma na nafasi zingine, alikuwa Nairobi, amekutana na wana vyama vya kisiasa wakizungumzia kuhusu mchakato wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia alitaja kuwa yuko mbioni kurudi nchini Kongo ya Kidemokrasia, jambo ambalo limekwenda kabisa kutupiliwa mbali na moja kwa moja wakidai kuwa hawezi kufika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini yeye amekamsha kuwa hayuko uhamishoni.
Tukujuze kuwa hii imekuja baada tu ya chama cha PPRD kutaja kuwa kutakuwa kabisa na msisimuo wa chama hicho katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila provinsi ya Kongo itapata nafasi tena ya kuimarisha shughuli za chama hicho ambazo zimekwenda kufeli baada tu ya kuweza kushimamishwa. Wakereketo wa chama cha PPRD wanasema kuwa maamuzi hayo yanakwenda kinyume na sheria. Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Ombeni ameuawa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha tariki 27 Oktoba mwaka 2025 katika mtaa wa Panzi munisipaa ya huko Ibanda, tukiwa mji mkuu wa Bukavu. Tukio hilo litokea majira ya saa 1 za jioni, ambapo wajambazi hao waliweza kuwasili nyumbani kwake na kwenda kumfyatulia risasi na hapo hapo kupoteza maisha. Asisi ya kiraia ya eneo hilo la utaja kushangazwa na vitendo hivyo vya unyanyasaji ambavyo vinavyotokea maeneo hayo kila leo, na huku wakiomba serikali ya Kinshasa kufanya liwezekanalo ili kuhakikisha kuwa imefurusha M23 maeneo hayo ya Bukavu, wakati raia wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki. Kutoka muungano wa AFC yataja kuwa wakaazi waliowakamata vijana 6 waliodaiwa kuhusika, wote ni chini ya umri wa miaka 18 kwa mujibu wa tangazo hilo ambalo litaja kutoka AFC. AFC itaja kuwa iko tayari kuanzisha doria na usalama uweze kurudi maeneo hayo na wanaokamatwa waweze kuhukumiwa kulingana na sheria. Milio ya risasi mjini Uvira kila leo yaendelea kuripotiwa. Tukujuze kuwa usiku wa kuamkia hii leo ya tariki 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, milio ya risasi ilikwenda kusikika usiku majira ya saa 3. Chanzo cha milio hiyo mpaka sasa bado kuweza kujulikana. Katika vipindi vyetu ambavyo vinavyokuja tutakwenda kujuza kile ambacho kinachoendelea. Na huko Baraka, naibu meya wa jiji la Baraka ambaye ameanza kabisa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara baadhi ya mitaa kati ya jiji la Baraka siku ya Ijumaa ya tariki 24 Oktoba mwaka 2025 asubuhi. Tukujuze kuwa huko Baraka barabara zingine zitajengwa baada tu ya ofisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka gavana makamu Jean-Jacques Elakano, ambaye alisema kuwa mitaa inatakiwa kujengwa ya Baraka na Uvira kupitia fedha za mali ya umma ya jimbo ya Sud Kivu. Na kwa kumaliza, tumalize na habari hizi ambazo kutoka tangazo la AFC ambalo lililoanguka tariki 28 Septemba mwaka 2025. Muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 inavuta tangazo yake ikitaja kuwa maoni kupitia tangazo lake ambalo imetaja kuhusu uendelevu wa vitendo vihalifu vinavyoonekana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na serikali ya Kinshasa, na huku wakidai kuwa kwa kukeuka makubaliano yanayosainiwa huko Doha, kuvuruga juhudi za viongozi wa eneo hali pamoja na washirika wao pia raia ambao wanakwenda kupata adhabu kila leo. Jumapili ya tariki 28 Septemba mwaka 2025, majeshi yaliyoungana na utawala wa Kinshasa yakiwemo FARDC, FDLR, Majimaji pamoja na wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi yaliweza kubomoa kilalo cha daraja la Vital la Pete lililoko katika eneo la Walikale, kitendo ambacho kimepigwa marufuku na kuweza kulaaniwa na waasi wa M23, wakitaja kuwa ni lazima waweze kutekeleza makubaliano iliyosainiwa huko Doha. Katika kibarua chao, AFC ilitaja kuwa Kinshasa inaendelea kukeuka makubaliano iliyosainiwa huko Doha. AFC inadhibitisha tena kuwa kwa dhati dhamira yake isiyotekeleka ya kuwalinda na kutetea raia ambao na hatia pia na kulinda raia na mali yao. Tangazo hili lilitoka tu baada tu ya vijiji kadhaa kuweza kushambuliwa na FARDC, ngome za M23, tukitaja katika Sud Kivu, Nord Kivu na eneo za Walikale. Mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, msomaji wako nikikutakia
usikilivu mwema kabisa wa vipindi vyetu ambavyo vimesalia. Kwaherini. Thank you.